Yes, mabloggers, masupporters wa Orengo. Ulizeni Orengo, hii hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ulizeni Orengo, hii roundabout ni wapi? Wale mabloggers upelekwa Siaya, wakafanya kazi nice, kiki nice, ya kuonyesha maendeleo ambayo gavana wa Siaya amefanya. Mulizeni, nadhani sijui ulikuja na ndege, sijui kama ulikuja na gari, sijui kama ulitembezwa Siaya town, sijui ulitembezwa town gani, kwa sababu kwa video zenu zote hatujaona hii roundabout. So kama hii roundabout nyinyi mabloggers wa Orengo juu pale iko, mulizeni hii roundabout ni wapi na kwa nini inakaa hivi. Kede Mapengo, ulizeni Orengo hii roundabout na wapi. Aya, sijui ni Jasuba, Odero Jasuba, mulizeni Orengo hii roundabout na wapi. Teacher said, Sela sijui Tibasela sijui Tibaseri sijui Tibaseri, ulizeni Orengo hii roundabout na wapi. Mabloga wose hii roundabout na wapi. Watu wa linda wananchi hii roundabout na wapi. Unalinda wananchi hapa? Kelele nyingi, mdomo nyingi, nyege nyingi ya siasa. So mabloggers walipelekwa Siaya kuonyesha bile Orengo anafanya maendeleo. Orengo Siaya umeshindwa bwana. Na Siaya anaweza kuwa town mzuri sana. Siaya anaweza kuwa na town mbili strong. Unajua town gani ya kwanza? Bondo. Ukitoka Bondo paka Siaya unaenda na 200 au 100 au 150. Pia hiyo ni town nyingine. Siaya town iko karibu na Kakamega huko, Busia huko nini huko. Alafu Bondo iko karibu na Kisumu. Hebu niambie bila pale kwa Siaya, weka Bondo ikuwe ni city ya biashara. Kila kitu biashara zote inafanyika huko. Maduka manini zinauzwa Bondo. Bondo sasa ikuwe kama soko, ikuwe kama town, city ya biashara. Alafu Siaya weka kama town ya ofisi za serikali. Town za serikali, town za governor zote inapatikana huko. Town za ofisi za MP zinapatikana. MP lazima ikuwe na area zake, lakini ofisi zote za governor